Magunga, habari za wakati huu? Habari safi kabisa, nipo fresh, sio wewe? Salama za mwaka mpya. Kama ambavyo unaona tumevuka salama na nafurahi kukuona pia uko salama. Jambo la heri kabisa. Niambie rafiki yangu. Magunga, tumekuja hapa kwa ajili ya kuzungumza kuhusiana na kombe la Mapinduzi ambao mashindano hayo yanaendelea katika visiwa vya Zanzibar huko. Na tuzungumzie kwa upande wa klabu ya Simba ambapo walicheza na Fufuni na kulipa mabao 2-1 na mchezo huo kuwapeleka katika hatua ya nusu finali dhidi ya Azam FC. Tuzungumze mchezo huu ndani ya dakika 45 za kwanza lakini pia 45 za pili. Mchezo ulikuwaje kwa namna yako kwa upande wako? Ukiangalia dakika 45 za kwanza kwenye lineup ilikuwa na mabadiliko makubwa compare na mchezo wa kwanza ambao Simba walipata ushindi. Kuna baadhi ya wachezaji walipata nafasi kwenye kikosi cha kwanza, mtu kama Joshua Budo Mutale alianza kwenye huo mchezo, Elim Panzu, kuna vijana ambao walipata nafasi kwenye huo mchezo kama Vedastus Masinde. So mwalimu anajaribu kuendelea kuangalia namna gani anaweza kaendelea kuimarisha timu yake kuelekea kwenye hizo mechi nyingine za kimashindano. Unajua coaching ni kitu ambacho kipo proven. Ni kama science tu. Kile ambacho nakifanya watu wanaenda kuona majawabu kwenye mechi za kimashindano. Kwa kocha Simba naye anaangalia sasa hivi wachezaji walionao kwa sasa ni wachezaji wa aina gani, ni wachezaji wazuri kiasi gani, lakini pia ni wachezaji ambao wana fit kwenye maeneo gani. Inawezekana na ripoti zao, lakini unajua kocha anaweza kafika na aka decide kitu kingine tofauti. Inawezekana amemuona mchezaji fulani kwamba bwana huyu anatumika kama kiungo mshambuliaji, lakini akawa ameona kutokana na attributes zilizokuwa nazo akamtumia kwenye nafasi nyingine. Nafikiri Fufuni waliwapa game nzuri Simba, especially kipindi cha kwanza, the way ambavyo walikuwa na defend, walikuwa compact kweli kweli, lakini walikuwa wanafanya kitu bomba sana hasa kwenye transition. Nazungumzia mabadiliko kwa sababu muda mwingi Simba alikuwa na mpira, muda mwingi alikuwa anashambulia. Kwa Fufuni wakati wanatoka kuzuia, baada ya kuzuia nilipenda sana namna ambavyo walikuwa na react kwenda kuwashambulia Simba. Na hata goli ambalo walifunga lilikuwa goli zuri sana, miongoni mwa magoli bora ambayo wamefunga kwenye mashindano ya Mapinduzi. Touch chache kulikuwa kwenye lango la Simba, na nilipenda timing ya yule jamaa ambaye alifanikiwa kupeleka mpira kwenye wavu, target yake, vision yake na quality ya ule mpira, namna ambavyo aliflick ama alistrike kuelekea kwenye lango la Simba. Lakini kwa upande wa Simba hakukuwa na performance bora sana kwa sababu kulikuwa kuna imbalance ya quality lakini pia ya nishati kwa wachezaji. Kuna wachezaji ambao walikuwa wanacheza siku za karibuni na kuna wachezaji ambao walikuwa pati kabisa dakika za kucheza. Kwa hiyo ni wachezaji ambao hawawezi kufanana kwa asilimia kubwa. Lakini pia kuna wachezaji ambao kwao ilikuwa ni mara ya kwanza wanacheza pamoja. Alassane Kante, Mzamiru Yasin pamoja na Charles Mfuko kwa mara ya kwanza ndio walikuwa wamecheza kama viungo washambuliaji kwenye ile nafasi. Nafikiri pia kama sikosei Simfuko alikuja kuingia kipindi cha pili, game ya kwanza ndo alianza. Simfuko ukimwangalia pamoja na Kante ama Simfuko na Mzamiru ni aina wachezaji ambao wana sifa tofauti tofauti. Kwa mwalimu naye anajaribu kuangalia wachezaji walicheza kipindi cha kwanza wakina Mzamiru, wakina Kante. Je, wachezaji watakokuja kucheza kipindi cha pili wakina Charles Mfuko ni kitu gani ambacho anaweza kanipa? Wakina Nabi Kamara ni kitu gani ambacho anaweza kanipa? Je, ipi ni partnership bora? Nani na nani nikiweka sehemu moja anaweza kanipa kitu bora zaidi? Katika kupanga timu ni lazima uzingatie profile rafiki yangu. Naposema profile na maanisha wasifu wa mchezaji. Ni sasa wewe mtu akakuuliza hebu nipe CV yako. Na tuseme lazima uzingatie CV ya mchezaji. Itakuonyesha wapi anacheza, ni mtindo wake wa kucheza ni upi, ubora wake ni upi, changamoto zake ni zipi. Kwa hiyo walimu wanapanga lineup kwa kuzingatia profile, kwamba kama nina kiungo ambaye ana uwezo wa kusupply sana mpira, basi lazima niwe na kiungo ambaye pia ana uwezo wa kukaba kwa asilimia kubwa sana eneo kubwa la uwanja. Au lazima niwe na kiungo ambaye anaweza kaa na mlinda huyu ambaye ana uwezo mkubwa wa kusupply mpira kwenda kwa wenzie. Kama una viungo wengi ambao wana uwezo wa kupasia, basi kuwa na nature washambuliaji ambao wana uwezo wa kukimbia kwa maana kushambulia maeneo. Lakini pia tunazungumzia hapo timu inapokuwa na mpira. Timu bila ya mpira lazima uzingatie. Je, kwenye eneo la midfield, kwenye eneo la washambuliaji, kwenye safu ya ulinzi, hao watu niliowapanga kama pair
yani pia safu ya ushambuliaji kwa maana ya pacha ya kiungo, pacha ya ulinzi, wanaweza wakanipa pia ubora wakati wa kuzuia. Kwa ni vitu ambavyo walimu wanazingatia, lakini jambo zuri ni kwamba nilivutiwa zaidi na Vedastus Masinde. Kuna yule bwana mdogo alicheza kiungo mshambuliaji upande wa kulia, alikuwa anavaa jezi namba 60. Kuna yule bwana mdogo alicheza kama mlinzi, Mbegu, walikuwa na performance nzuri sana. Na ya Hussein Mbegu, nafikiri ni vijana ambao wanatakiwa kuaminiwa, na mimi ninachoamini vijana wanakuwa kwa kucheza mechi za kimashindano. Vijana huwa hawakui kwa kucheza mechi za kirafiki, wanakuwa, lakini ukuaji wao unakuwa ni yani wakusuasua sana. Unapowapa mechi za kimashindano wanazoea kuabsorb ile pressure kwenye mashindano makubwa. Kwa hiyo mechi haikuwa top sana, lakini ilikuwa kwenye kiwango fulani cha wastani ambacho nafikiri hata kocha mwenyewe Steve Barker alikuwa anaamini kuna sehemu ambayo wanaweza akarekebisha, kwa maana kwamba namna timu inavyocheza, namna timu inavyozuia, kwa sababu alikuwa na struggle kwenye transition, especially kipindi cha kwanza na hata kipindi cha pili timu bado ilikuwa inakosa control ya kudumu. Kwa hiyo nafikiri in terms of performance wana haki ya kurekebisha kuelekea kwenye mchezo wao dhidi ya Azam, kwa sababu unajua Azam ni timu ambayo imesetwa compare na Simba. Azam wamesetwa, na naposema kusetwa ni timu ambayo imeenda pre-season, imerejea, lakini pia mwalimu aliyokuwa naye wameanza naye wakati wa pre-season, wachezaji wengi waliwahi kuripoti kambini, so kuna tayari kwa asilimia kubwa wachezaji wanajua nini ambacho Ibenge anakihitaji. Na trust me, kuna game Azam wanapoteza, lakini performance yao inakuwa ya hali ya juu sana. Mechi ya kimataifa dhidi ya wale wa Kongo kule, lakini pia mechi ambayo walikuja kucheza hapa nyumbani dhidi ya Wydad Athletic Casablanca alipoteza, lakini wanakupa direction, wanakuonyesha wapi walipotoka, wapi walipo na wapi wanataka kuelekea. Simba wanakumbuka mechi ya mwisho kwenye ligi walipoteza mbele ya Azam. Azam ambao ilikuwa ni mechi nzuri kiukweli sana. Ilikuwa ni mechi ya vipindi. First half Simba litake over control kwa maana kudhibiti mchezo, walidominate kwa asilimia kubwa, na Azam walikuwa rough kweli kweli. Walikuwa na poor defensive system kwenye ule mchezo. Hawakuwa vizuri kiulinzi. Awareness kwa wachezaji ilikuwa ndogo, reaction kwa wachezaji ilikuwa ndogo. Walikuwa wanapata wakati mgumu kusolve problems ndani ya uwanja, lakini second half nafikiri Ibenge alikuja na solution ambayo ilikuwa ni better kabisa kwa ajili ya kuadhibiti Simba. Timu ulianza kuona timu inafuata misingi. Kabla ya kwenda kwenye mbinu za makocha, wachezaji lazima kutekeleza vitu ambavyo ni vya muhimu kwa mchezaji kuvifahamu. Principles ama kanuni ni vitu vya muhimu kwa mchezaji kuwa navyo. Wakati wa kuzuia timu inatakiwa kuwa compact kwa maana ya kushikamana, ni kitu cha kawaida. Tunazungumzia timu lazima ina balance, ni kitu cha kawaida. Wakati wa kupress lazima watu wafanye covering, ni kitu cha kawaida. Kushinda mipambano ni kitu ambacho mchezaji anatakiwa kufanya uwanjani. Work rate, jitihada ni kitu ambacho mchezaji anatakiwa kufanya uwanjani. Kwa hiyo nafikiri kipindi cha pili walifanikiwa kwa asilimia kubwa sana Azam, na walipata matokeo ambayo walistahili kushinda so far. Wanaenda kucheza mechi nyingine ambayo Simba atahitaji kuwa bora mara 3 ya ubora ambao wameuonyesha mpaka sasa kwenye hizo mechi za Mapinduzi ili kuwafunga Azam. Yes, Azam wajana hiyo top performance sana, lakini ni aina ya timu ambayo inaweza react. Of course Simba na wana uwezo wa kureact, lakini when it comes hizi timu zote zipo kwenye top performance, mechi itakuwa nzuri sana. Na nafikiri Azam watakuwa wanataka kuonyesha kwamba wana uwezo wa kushinda mechi 2 mfululizo, lakini Simba watakuwa wanahitaji kuhakikisha kwamba no, tumepoteza mechi ya kwanza, tuwezi kupoteza na mechi ya pili. Na ukipoteza hii mechi manake kwenye mashindano safari yako inakuwa imeishia hapo. Mashindano ni magumu au msimu ni mgumu kwa sababu ukiangalia ligi kuu Tanzania bara ni ngumu sana. Champions League unaiona namna ilivyo. FA ushindani ni mkubwa sana. Kwa kila aina ya mashindano ambayo unaenda kushiriki wakati huu ni muhimu kushindana na kushinda. Na ndio maana unaona Young Africans wameenda kuweka timu yao yote ipo kule. Unanielewa? Unaona Simba wachezaji wengi ambao wanakosekana ni wale ambao walikuwa kwenye timu ya taifa, lakini karibia wachezaji wote wapo kule. The same kwa Azam, kwa Singida Black Stars. Kwa hiyo nafikiri ni aina ya kombe ambalo siku zinavyozidi kwenda mbele inawezekana likaendelea kutengeneza ushawishi mkubwa
kwamba inawezekana hata Mapinduzi ni sehemu ya major trophy na unatakiwa kuwa proud kwamba ulifanikiwa kuchukua kombe la Mapinduzi, hata kama haikusaidii wewe kwenda kushiriki michuano ya kimataifa, lakini as long as ni kombe ambalo linatambulika na mamlaka rasmi za soka nchini, hilo ni taji kubwa, unataka kulipambania na kushinda. Unapotengeneza mentality ya kushinda mataji kama haya ya Mapinduzi, inakujengea pia hali ya kujiamini na hali ya upambanaji kuelekea kwenye mashindano mengine kama Ligi Kuu Tanzania Bara pamoja na FA. Katika mashindano haya Mabingwa, wachezaji ambao hawapati nafasi wanapata nafasi kwa upande mmoja na upande mwingine. Tuongelee sasa kuhusiana na wachezaji katika klabu ya Simba, ubora wao katika mechi ambazo wamecheza na mechi ya wachezaji juzi na Kufuni. Tuangalie ubora wa wachezaji hao mmoja mmoja tuangalie. Wachezaji wengi wamecheza kwenye michezo miwili, lakini nafikiri nikianza kwa Hussein Abel hajawa na performance mbaya sana kwa sababu pia hajawa tested enough. Lakini pia tukija kwa Rushain ameendelea kuwa top defender. Na muombea pia epukana na majeraha kwa sababu Simba inawezekana inamhitaji kwa asilimia kubwa sana Rushain kuliko Rushain anavyohitaji Simba Sports. Na pia Shemu alicheza mechi ya kwanza, kiwango chake kilikuwa kizuri. Nafikiri Shemu sehemu ambayo anatakiwa kuboresha ni ile yani uwezo wake wa kusoma mchezo na kufanya maamuzi ya kureact kwenye matukio. Hilo ni eneo ambalo anatakiwa kurekebisha kwa asilimia kubwa sana. Duchu, sijui kuwa na wasiwasi na Duchu kwa sababu nimemshuhudia Duchu kwenye vilabu tofauti tofauti. Na Duchu ni miongoni mwa wachezaji ambao binafsi natamani kuona wakianza kucheza msimu kwenye michezo mfululizo kwa sababu hiyo nguvu anayo, uwezo anao na ipo kwenye umri sahihi ambao anatakiwa aanze kucheza kwa wakati huu. Duchu sio kijana mdogo tena. Duchu sio bwana mdogo tena. Duchu inawezekana anaelekea above 25 ama 26. So ni muda wake rasmi wa kucheza na Mligo, nafikiri Mligo sehemu ambayo anatakiwa kuboresha ni kwenda mbele. Mligo defensively ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuzuia, ni mchezaji ambaye ni mkakamavu kweli kweli, lakini kuna end product ambayo anaikosa kwenye eneo la ushambuliaji. As long as mwalimu ana demand fullback wote wawili kufanya overlapping kusogea juu, Mligo anatakiwa kuboresha sana kwenye zao lake la mwisho, kwa sababu tunategemea pia produce numbers kutoka maeneo ya pembeni, offensively kwa maana wakati wa kushambulia na defensively wakati wa kuzuia. Mchezaji mwingine ambaye nilimuona ni Neo Maema. Nafikiri Maema alikuwa na performance nzuri japokuwa sio sana kwenye game ya kwanza, lakini Neo Maema anatakiwa kufanya kile ambacho ni bora zaidi, kwa sababu Neo Maema watu wengi wana matarajio na Neo Maema. Ukiona mchezaji analalamikiwa sana ni kwamba watu wanatarajia kitu kikubwa kutoka kwako. Watu wanaamini ni sehemu ya wachezaji muhimu zaidi katika timu ambao mnaweza mkaisaidia timu. So Neo anatakiwa kupull up kweli kweli. Pressure ni kubwa na anaifeel hiyo pressure. Inawezekana pressure ya Sundown sio sawa sana Simba. Simba inawezekana pressure yake ni kubwa kuliko Sundown. Unanielewa? Lakini Neo ni aina mchezaji ambaye mimi naamini mchezaji mzuri. So ukishakuwa na talent, unatakiwa kuboresha kwenye decision making, unatakiwa kuboresha kuwa na consistency kwenye game yako. Mchezaji mwingine nafikiri ambaye nilimuona ni Joshua Mutale. Nafikiri changamoto kubwa ya Mutale ni namna gani ambavyo anaweza kaa na nufaisha timu hasa katika kufanya maamuzi bora kwenye eneo la mwisho. Mutale aboreshe hiyo game kwenye ile eneo la mwisho. Kwenye final third, Mutale sio threat unajua. Lakini Mutale ni progressive monster. Mutale ni aina ya wachezaji ambao ni progressive carrier wazuri. Ana uwezo wa kutembea na mpira kwa umbali mrefu, ana uwezo wa kupenetrate kwenye maeneo finyu, ana uwezo wa kusurvive kwenye pressure kubwa. So ukiboresha kwenye final third, wewe ni complete attacking midfielder. Ni kitu ambacho Mutale anatakiwa kukifanya.